Mwanafunzi mmoja, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Taasisi ya Elimu oye! Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Asante sana. Ndugu wadau wa elimu, viongozi mbalimbali wa serikali mlioko hapa, pamoja na wageni waalikwa, nataka nianze kwa kuungana na viongozi wa dini waliokuja hapa na kuanza kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetupa afya njema na uhai, lakini ametuwezesha leo kushiriki pamoja kwenye hafla hii muhimu ya kihistoria ya maadhimisho ya miaka 50 ya Taasisi ya Elimu Tanzania inayofanyika hapa makao makuu jijini jijini Dar es Salaam. Nataka nitumie nafasi hii kuipongeza Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia pamoja na taasisi yetu ya Elimu Tanzania kwa pamoja na wadau wote wa sekta ya elimu kwa namna mbalimbali mlivyoweza kushiriki kwenye maandalizi ya tukio hili muhimu la miaka 50. Lakini pia nimpongeze sana Waziri wa Elimu Profesa Mkenda kwa namna anavyofanya kazi ndani ya wizara hii, maboresho mbalimbali ya kielimu hapa nchini, kuwakutanisha kwa pamoja wadau mbalimbali kupitia matukio yote ya elimu ikiwemo na maonyesho ya ubunifu. Hii ni ishara kwamba wizara sasa imepata mtu sahihi wa kutekeleza majukumu haya, na tunaamini kwa utekelezaji huu hata kule Rombo wanayajua haya, na naamini hawatamwacha mwaka huu 2025. Mheshimiwa Waziri, tunajua mwaka huu kwako ni mwaka wa baraka, na sisi tunakuombea sana wana Rombo waendelee vizuri. Najua pia kuna mwalimu wangu Profesa Masenge, mwalimu wangu wa mathematics Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na yeye pia ni mtu wa Rombo, atakuunga mkono vile vile. Profesa Mkenda oye! Watu wa Rombo oye! Basi ujumbe umefika Rombo. Ndugu wadau wa elimu, wote mnafahamu kwamba leo aliyepaswa kuwa mgeni rasmi ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye tungeweza kuwa naye hapa, lakini kutokana na majukumu yake mengi na leo yuko mkoani Simiyu kuanzia jana, na anaendelea kwenda kulizindua daraja refu kuliko yote Afrika Mashariki na Kati kule Busisi Kigongo. Imempendeza kunituma nije nimwakilishe kutekeleza jukumu hili. Mheshimiwa Rais ameungana pamoja na Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais, pamoja na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Viongozi hawa watatu kwanza wanatutakia kila laheri kwenye maadhimisho haya ya miaka 50 ya Taasisi ya Elimu Tanzania. Lakini mbili, wanaipongeza sana wizara na taasisi kwa mafanikio makubwa yaliyofikiwa katika kipindi cha miaka 50. Tatu, wamefurahishwa na maboresho yote yaliyofanywa na taasisi yetu ya Elimu Tanzania katika kuinua kiwango cha elimu hapa nchini. Kwa hiyo pokeeni salamu zenu kutoka kwa viongozi wetu, na wanaamini maadhimisho haya yatakuwa kumbukumbu ya kazi mzuri iliyopitiwa pamoja na changamoto zilizopitiwa ili kupata mwelekeo mpya wa kipindi kijacho. Ndugu wadau wa elimu, leo hii nimevutiwa sana na kauli mbiu ya tukio hili la miaka 50. Kauli mbiu yetu inasema kitabu kimoja, mwanafunzi mmoja, mpe kitabu, gusa ndoto. Hii ni kauli mbiu ambayo iko mbele yetu, ambayo inaadhimisha kumbukizi ya miaka 50, na ni kauli mbiu yenye dhamira ya dhati kuunga mkono juhudi za serikali za kuchapa na kusambaza vitabu kwa lengo la kufikia uwiano wa kitabu kimoja, mwanafunzi mmoja katika kila somo. Ndugu wadau wa elimu, kauli mbiu hii kwa upande mwingine inabeba maono makubwa na yenye maslahi mapana kwa taifa letu, na sote tunatambua kwamba vitabu ni nyenzo muhimu ya elimu kwenye ufundishaji na ujifunzaji.
na ni ukweli usiopingika kuwa bila kitabu ufundishaji na ujifunzaji unakuwa mgumu na wa kubahatisha. Na hivyo basi, sisi kama serikali, wajibu wetu, jamii na mashirika mbalimbali ni kuhakikisha kwamba malengo haya yaliyowekwa na Taasisi ya Elimu Tanzania ya mwanafunzi mmoja kitabu kimoja katika kila somo, lazima mwanafunzi apate kitabu inavyostahili kiweze kumsaidia katika kujifunza wakati wote anapotaka kujifunza. Ndugu wadau wa elimu, hii kauli mbiu inasawiri kampeni yetu ya tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka huu, ambayo tulianza kwa matembezi ya hisani kwa kuwakaribisha wadau mbalimbali na kuwaomba watuchangie. Na hakika nataka nitumie nafasi hii kuwapongeza sana kwa kuanzisha kampeni ile ya kitabu kimoja mwanafunzi mmoja, ambayo tulizindua siku ile na kuifanya kuwa endelevu. Na uchangiaji ule sasa tumefarijika kusema kwamba tumekusanya zaidi ya bilioni 2.3 mpaka leo hii. Lakini malengo yetu katika kipindi cha miaka 5 tufikie bilioni 35. Na kwa hiyo niwaombe wadau wa elimu, wale mliochangia na ambao bado, watuunge mkono kwenye zoezi hili ili tuweze kufikia malengo yetu. Ndugu wadau wa elimu, nafahamu maadhimisho haya yametanguliwa na shughuli mbalimbali ikiwemo utoaji wa mafunzo ya mtaala ambao umeboreshwa kwa walimu wa shule za sekondari za umma na zile binafsi. Lakini pia kulikuwa na matembezi ya hisani, tukio la uzinduzi la ukabidhi maabara TEHAMA wilayani Lushoto na shule ya msingi Shulkilai na shule sekondari ya Magamba kule mkoani Tanga zimefanywa pia. Na tukio lingine ni kupanda miti na kuandaa kitabu chenye kumbukumbu ya miaka 50 ya TET ambayo pia tayari imeandaliwa. Nitoe pongezi nyingi kwa viongozi na watendaji wa wizara, bodi yetu ya TET chini ya wenyekiti wa profesa, management ya watumishi wa TET kwa kusimamia kwa ufanisi mkubwa malengo ya taasisi yetu ambayo yametamkwa hapa, na mimi naomba niyarudie. Lengo la kwanza ni kubuni, kuandaa na kuboresha mitaala ya elimu ya awali, msingi pamoja na sekondari. Lengo la pili ni kuandaa vifaa vya kutekeleza mitaala kama vile vitabu. Lakini la tatu ni kutoa mafunzo ya walimu kazini ili waendelee kutekeleza wajibu wao kwa urahisi zaidi na uelewa mpana. Na lengo la 4 ni kufanya tafiti na kutoa ushauri elekezi kwa serikali na wadau wengine wa elimu. Pamoja na haya ni kufanya mapitio makubwa ya mitaala kama ambavyo Mheshimiwa Rais alielekeza kwa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia mwaka 2021. Na maelekezo yale Mheshimiwa Rais yalikuwa ni kuboresha sera ya elimu na mafunzo mwaka 2014 pamoja na mitaala ili kuhakikisha kuwa wahitimu wetu wanapata ujuzi wa kuajiriwa au kujiajiri ili waweze kumudu maisha yao ya kila siku na hatimaye waweze kushindana kitaifa, kikanda na kimataifa. Mwelekeo wa mtaala huu tayari, sera tayari imeshatoka, na pamoja na mitaala ya kuhakikisha kwamba watu wetu wanapata ujuzi wa kuajiriwa na kujiajiri. Natambua kulikuwa na mjadala mzito kabisa wa VETA hapa nchini, lakini nataka waambie hayo ndio yale ambayo yamezungumzwa ndani ya mitaala yetu, kwamba ukitaka ujuzi uweze kusaidia, ukitaka utaalamu mahiri, mahali pekee ambako tumepeleka vifaa, walimu, ambako unapata utaalamu ni VETA. Kwa hiyo anayekwenda yule mwenye uhitaji. Ndugu wadau wa elimu, nafahamu kuwa jukumu hili limekamilika kwa ufanisi na kwa sasa tunaendelea na utekelezaji wa sera yetu pamoja na ile mitaala. Kimsingi taasisi hii ya elimu Tanzania ndio moyo wa elimu hapa nchini, na hasa kwa kuwa ndio inayojenga msingi wa elimu kuanzia darasa la awali mpaka kidato cha 6. Na kutokana na ukweli huo,
serikali itaendelea kuimarisha idara hii, taasisi hii, ili ifikie maono ya kuwa kitovu maridhawa cha ubora katika uandaaji, ukuzaji na ubunifu wa mitaala yetu. Ndugu wadau wa elimu, mmeeleza mafanikio kadhaa hapa. Mkurugenzi wa taasisi yetu ameeleza vizuri, mwenyekiti wa Baraza la Elimu Tanzania ameeleza vizuri, pamoja na waziri wa elimu. Lakini nataka niwaambie, tunakwenda kujikita hasa kwenye masuala ya uandaaji wa vitabu vya kiada na vifaa vingine vya utekelezaji wa mitaala, yakiwemo matumizi ya tehama na teknolojia nyingine katika utoaji wa huduma zetu, pamoja na utoaji wa mafunzo kwa walimu na wote wanaosimamia utekelezaji wa mitaala. Kwenye eneo hili nimejionea mwenyewe katika maonesho ambayo nimeyapitia kwenye mabanda pale mbele, kwa namna ambavyo tumemudu kuandaa vitabu vingi katika kila masomo, na taarifa zinaonyesha sasa hivi tumeweza kuwafikia wasomi kwa njia ya tehama. Wanaweza kupata vitabu vyetu vyote kwa njia ya tehama huko huko kijijini walipo. Haya ni mapinduzi makubwa sana, mapinduzi makubwa hasa. Na tumeona pia hata vitabu nundu vyenye maandishi nundu kwa ajili ya wenzetu ambao wana uono hafifu, ambao leo tumeambiwa tumefikia kiwango cha kitabu kimoja wanafunzi watatu, na sababu zimetolewa kwa nini kitabu kimoja wanafunzi watatu. Haya ni mambo ambayo lazima tujipongeze wenyewe, tujipigie makofi. Ndugu wadau wa elimu, ni wazi kwamba mafanikio haya ambayo tunajipongeza leo yametokana na mchango mkubwa wa uwepo wa viongozi mahiri, kwanza ndani ya wizara yenyewe, waziri, watendaji wote wakuu, pamoja na watumishi wote wa ndani ya wizara. Hongera sana, hongera sana. Lakini pia hapa kwenye taasisi yetu ya elimu Tanzania chini ya Dr. Komba na management yake, hakika wana TET mko vizuri na mnafanya kazi vizuri. Leo tunapoadhimisha miaka 50, tuko hapa kifua mbele, kama ambavyo mmekuja kuonyesha faraja kupitia kwaya yetu bora kabisa ya TET. Tukaona pia watumishi nao wakawa wanakuja wakiwa wamefurahi, mmependeza vizuri. Hongera sana TET. Hii ni ishara kwamba mlichokifanya kwa miaka 50 ni cha uhakika, na mna uhakika na yatakaoendelea. Kama msingekuwa na uhakika, mngekuwa wanyonge hapa, lakini kwa namna mlivyojionyesha, mnapaswa kujipigia makofi wenyewe. Ndugu wadau wa elimu, katika kuimarisha ufundishaji na ujifunzaji kwa kutumia teknolojia, leo sambamba na maadhimisho haya itafanya kazi ya uzinduzi wa ubunifu wa hali ya juu ambao sikutarajia kusikia hapa, wa TET Soma Kwanza TV, ambayo tayari naambiwa iko kwenye mtandao wa Star TV, kingamuzi cha Star Times, na ni channel namba 105. Ukifungua unakuta watu wa TET wakitoa maelezo mbalimbali. Hongera sana kwa hatua hii Dr. Komba na timu yako. Vile vile nitakuja kuzindua mfumo wa ufundishaji na ujifunzaji kwa walimu. Tuna pia jalada la kitabu cha hadithi cha watoto kiitwacho Bi Mkubwa na Wajuze, ambacho kinalenga kujenga tabia ya kupenda kusoma watoto wetu na kujenga uelewa wa elimu ya fedha na elimu ya uhifadhi wa mazingira pamoja na utalii. Mmejikita kwenye eneo hili na mmewalenga watoto wadogo ili kuwajengea msingi kuanzia umri mdogo, badala ya kuwaacha wanazagaa wanaanza kuiga tabia ambazo hatuhitaji wao waweze kwenda nazo. Ni ubunifu mzuri wa kuwafanya watoto waone kwamba wana muda mzuri wa kutekeleza shughuli zao kupitia kujifunza. Lakini pia uandaaji wa mifumo ni jambo moja. Swala muhimu ni kuhakikisha kuwa mifumo hiyo inakuwa inatumika wakati wote na inatumika ipasavyo, ikiwemo kwa kuondoa na kupunguza changamoto kwa watumiaji
pamoja na ile gharama za matumizi ya mitandao. Katika eneo hili naipongeza sana Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwamba mliliona na mkaanza kuzungumza na makampuni ya simu, na mmeanza na kampuni ya simu ya Airtel ambayo makubaliano yake tayari mmeshayaweka kwa kuondoa gharama za mtandao katika matumizi ya mfumo wenyewe na hasa wakati wa kufundisha na kujifunza. Naambiwa pia kwa sasa mnaendelea na taratibu za kushawishi kampuni nyingine ya Vodacom na yenyewe pia iweze kuingia kwenye mfumo huu wa kutoa unafuu katika kutumia mitandao ya simu ili watu waweze kusoma mambo mengi kutoka Taasisi ya Elimu Tanzania. Nazishukuru sana kampuni hizi za simu ambazo zimeanza kuonyesha, Airtel tayari, lakini Vodacom ambao tayari mmekuwa kwenye mazungumzo, na nina uhakika mazungumzo haya yatazaa matunda. Kwa hiyo nawapongeza makampuni haya kwa kuanza kuona umuhimu wa kuchangia serikali yetu katika kuweka mkakati wa kutoa elimu kwa njia mbalimbali ikiwemo na hii ya kidijitali. Ndugu wadau wa elimu, niendelee kupongeza Taasisi ya Elimu Tanzania kwa mafanikio haya, kwa sababu mafanikio haya ni kwa sababu ya jitihada za tafiti mbalimbali zilizofanywa na taasisi hii. Tafiti hizi za kielimu ambazo zinalenga kusaidia kutoa maamuzi yanayokwenda kujulishwa kwa matokeo ya utafiti na mengine mengi, ni jambo la faraja kuona kwamba mmezingatia ujumuishi wake kwa kuandaa vitabu vya Braille kwa ajili ya wanafunzi wasioona na maandishi yaliyokuwa kwa ajili ya wanafunzi wenye uono hafifu. Lakini pia niwapongeze kwa mfumo wa ujifunzaji shirikishi. Nimeona wakati wa ziara kwenye mabanda na maonyesho namna ambavyo mmeendelea kutumia teknolojia katika usambazaji wa machapisho mbalimbali kupitia mtandao. Lakini tumeshuhudia pia maktaba mtandao na majukwaa yanayoruhusu ujifunzaji shirikishi, yani interactive learning, kwa wanafunzi wa shule za msingi mpaka sekondari. Hili ni jambo kubwa sana. Dr. Komba, hongera. Hili jengo hili la watu mahiri, haya yote yanatokana na uwepo wa hizi ziko huko ndani ya jengo. Hongera sana watu wa TET. Ndugu wadau wa elimu, nataka nitumie nafasi hii kuwapongeza sana wadau wetu walioshiriki na watakaoendelea kushiriki katika kufanikisha upatikanaji wa fedha zilizokwenda kutekeleza malengo haya ya kitabu kimoja mwanafunzi mmoja. Natambua kuwa wapo wadau wengi sana waliokubali kuja kutuchangia, na sisi tunasema kampeni hii ni endelevu. Kuendeleeni kuchangia. Tumetoa account number, tumetoa mifumo mbalimbali ya uchangiaji, na kwa hiyo kila mmoja popote alipo tutaendelea kupokea mchango wako. Tunawashukuru wale waliochangia zaidi ya shilingi milioni 25 mpaka milioni 110, ikiwemo na kampuni ya Nyangwine na ile nyingine. Mmefanya jambo kubwa sana kuunga mkono kampeni hii. Tunawashukuru. Kipekee kabisa nimpongeze Bwana Imani Joel Kajura kama ambavyo alipongezwa na mkurugenzi mkuu kwa kuwa mstari wa mbele katika kuchagiza na kuhamasisha swala hili kutoka kwa wadau mbalimbali. Niwashukuru pia chama cha wenye mabenki, Tanzania Banks Association, mamlaka ya masoko ya hisa CMSA, mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA, na taasisi ya utalii kwa kukubali kushiriki katika kampeni hii ya kuomba michango na udhamini kwenye maeneo mbalimbali. Vile vile nimejulishwa kuwa kitabu chenye majina ya wachangiaji kimeandaliwa na nikiri kwamba nimeshakipokea. Kwa hiyo nitakuwa napitia, na katika nyakati kadhaa utakuwa mnapata message yangu ya kuwashukuru kwa kuunga mkono jitihada zile. Lengo letu nataka tuwaweke kwenye kumbukumbu. Tayari tumeshaweka kwenye kitabu, lakini nataka tuweke kwenye maktaba yetu hapa ndani na kule wizarani, kuonyesha kwamba nyinyi ni wadau muhimu kwenye sekta ya elimu na tutawaacha mkiwa wenyewe. Serikali pamoja na taasisi yetu tutaendelea kuwaunga mkono kwenye shughuli zenu za kila siku. Na sisi kwa upande wetu tutahakikisha kwamba fedha hii ambayo tunaikusanya inakwenda kutumika ilivyokusudiwa. Kwa hiyo wachangiaji ambao mtachangia, msihofu kwamba labda fedha hii itakuwa inalipa posho. Hapana. Itakuwa inalipa vikao mbalimbali. Hapana. Hii inakwenda kwa ajili ya kuandaa vitabu ili tufikie yale malengo ya kitabu kimoja mwanafunzi mmoja. Ndugu wadau wa elimu,
Kwa kuwa kampeni hii ni endelevu, basi niombe mashirika ya umma na mashirika binafsi, taasisi mbalimbali, vikundi mbalimbali na mtu mmoja mmoja kuendelea kuona umuhimu wa kuchangia sekta hii ya elimu kwa kuongeza vifaa vya kufundishia kujifunzia na hasa vitabu, tuende tukafikie malengo yetu. Tunataka pia kupata kompyuta mpakato maalum ambayo itawasaidia wanafunzi hasa kidato cha 5 na cha 6, na haya yote yatokana na mchango wenu ambao pia mmepata. Na vile vile kompyuta mpakato hizi tunazipeleka kwa watoto wetu wote kuanzia umri mdogo wa chekechea, darasa la kwanza. Ndugu wadau wa elimu, hizi jitihada ambazo nimezieleza hapa za taasisi lakini na kuungwa mkono, lengo hapa ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kuongeza kiwango cha ruzuku ambacho kinapelekwa kwenye utengenezaji wa vifaa, lakini pia serikali na yenyewe hatujawaacha, na sisi tunaendelea kuongeza kiwango cha fedha ili kuongeza manunuzi ya vitabu pamoja na kutoa fedha za ruzuku wanafunzi inayoitwa capitation grants, ambazo sasa hivi zinatolewa moja kwa moja kupitia Wizara ya Elimu. Na ninafahamu kuwa kwa sasa fedha inayotolewa na shilingi 4,000 na shilingi 12,500 kwa kila mwanafunzi, wanafunzi wa elimu ya msingi na wa sekondari. Kwa shule ya msingi 4,000 na sekondari tunapeleka shilingi 12,500. Ndugu wadau, ziko hoja ambazo zilitolewa na mkurugenzi wa elimu hapa ambazo inabidi serikali tuzifanyie kazi. Tuanze kutoa majibu. Ya kwanza ilikuwa ni hoja ya teknolojia ya mashine za uchapaji kupitwa na wakati, na hivyo kunahitajika mashine mpya zenye teknolojia ya kisasa. Kwa hili tunatambua kwamba ni kweli bado tuna mashine za zamani na sasa tunahitaji mashine mpya. Haya yote ni maendeleo ya miaka 50 ya taasisi yetu. Serikali imefanya uwekezaji mkubwa kwenye teknolojia na tunataka tubuhuishe majukumu ya taasisi yetu ya elimu, ikiwemo upatikanaji wa mashine za kisasa za uchapaji zenye thamani ya shilingi bilioni 6 pamoja na madarasa janja 3 yanayotumika kutoa mafunzo endelevu kwa walimu kazini. Kwa hiyo tayari tumeshatenga na haya madarasa janja ambayo yanaendelea kutumika, na hivyo basi serikali jambo hili imechukulia kama jambo muhimu kwa hasa upatikanaji wa mashine za kisasa, na kwa hiyo wizara iendelee kuratibu na kuona umuhimu wa kipekee kufanikisha upatikanaji wa mashine hizi awamu kwa awamu, ili taasisi yetu na yenyewe tuibadilishe awamu kwa awamu. Kuhusu utekelezaji wa malengo yenu ya kipindi cha miaka 50 ijayo, mkurugenzi mkuu umesisitiza hapa, na sisi tunataka tuseme serikali itahakikisha inaweka mifumo imara. Mifumo hii ili iweze kuwezesha kufikia maono yenu, maono ambayo mmeyaweka: kuwa na kiwanda kikubwa cha kufanikisha uchapaji wa vitabu, kuimarisha matumizi ya teknolojia katika ufundishaji na ujifunzaji, lakini pia kuwa na vyombo vya usafiri vitakavyosaidia kusambaza vifaa vyote ambavyo mnazalisha hapa kwenda kwa walaji mpaka kwenye ngazi za halmashauri za wilaya. Nikiwa naendelea kuhitimisha hotuba yangu sasa, kwa kutambua umuhimu wa taasisi yetu katika kufanikisha malengo ya elimu hapa nchini, nisisitize kuhusu mambo muhimu ambayo nahitaji yafanywe maboresho. La kwanza, kwa taasisi ya elimu Tanzania, endeleeni kutekeleza majukumu yenu, na mnapotekeleza endeleeni kuzingatia sheria ya Bunge namba 13 ya mwaka 1975 ambayo imeanzisha hii mamlaka ya taasisi ya elimu Tanzania, pamoja na maboresho ya sheria hii yaliyofanyika katika vipindi mbalimbali. Kwa hiyo mshazingatia hayo, mtakuwa mnaenda kwa kadiri ya malengo tuliyoyaweka. Kwa wizara yenyewe, imarisheni ushirikiano na taasisi nyingine za ndani na nje ili taasisi yetu ya elimu ipate uzoefu zaidi kuandaa mitaala, kuandaa vifaa vya mtaala na kutoa mafunzo endelevu kwa walimu kazini. Hii ina maana ya
kuwepo kwa ziara za ndani na nje ya nchi kwenda kupata uzoefu. Msijifungie hapa tu, twende mkaone wenzetu wanafanya nini, ili muendelee kufanya maboresho zaidi kwenye taasisi yetu. Kwa wizara tena, endeleeni kuimarisha upatikanaji kwa wakati wa vifaa vya kufundishia na kujifunzia, na vifaa hivi viende moja kwa moja kwenye shule zetu. Na mnapofanya hivyo, zingatieni kwamba tuna taasisi binafsi na hizo serikali. Kwa hiyo taasisi zote ziweze kupata maelekezo ya aina gani ya vifaa vinahitajika vitumike kwa wakati gani, kwa lengo la kuwafanya watoto wa Kitanzania waweze kwenda pamoja. Lakini pia wizara, endeleeni kuimarisha matumizi ya TEHAMA, na taasisi pia yenyewe imarisheni matumizi ya TEHAMA na teknolojia nyingine katika kuandaa vifaa vyenu. Haya ni maandalizi ambayo yatakiwa yafanywe na wizara pamoja na taasisi, ili tuwe tunaenda kwa malengo yaliyokamilika. Kwa wizara tena, weka kipaumbele maalum kwa kuiendeleza taasisi yetu hii, kwa sababu tayari imeonyesha ina mwelekeo mzuri. Tuangalie eneo la rasilimali watu kama wanatosha kwenye vitengo vyote muhimu, ili waendelee kazi yao kukuza mitaala na kuombea kibali kama kuna upungufu wa watumishi. Lengo hapa tunataka tujaze wabunifu hapa, wabuni vitu vingi kwenye sekta ya elimu, ili elimu tuweze kuboresha zaidi. Mwisho, ndugu wadau wa elimu, natambua kwamba serikali pamoja na wakuza mitaala tunafanya kazi kwa bidii na weledi, maarifa na moyo kizalendo sana. Hivyo napenda kuhakikishia kwamba Watanzania wote kwamba wakati wote serikali itaendelea kuimarisha utendaji wa TET ili kwenda sambamba na kazi ya ukuaji wa sayansi na teknolojia. Na haya yatasimamiwa na Wizara ya Elimu. Pale mnapokuwa na tatizo lolote, changamoto, muone Mheshimiwa Waziri au Katibu Mkuu ili kwa ajili ya utekelezaji. Baada ya kusema haya, leo nimepata bahati kukutana na kundi kubwa hili la Watanzania. Niwakumbushe tu kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Tunakwenda kuchagua Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kule Zanzibar, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, lakini pia waheshimiwa wabunge na wawakilishi pamoja na madiwani. Ni haki yenu kuchagua viongozi hao, ni haki yenu kugombea pia. Hiyo ni haki ya msingi kabisa. Sasa huku Tume Huru ya Uchaguzi ya Taifa itakapokuwa inatoa miongozo yake, ni muhimu tukazingatia miongozo hiyo. Sisi huku upande wa serikali kama wadau ambao pia tunajua watu wetu wanaingia kwenye uchaguzi, tutasaidia katika kutoa taarifa zilizotoka kule tume ili kuongeza hamasa kwenu. Na hili na mambo mawili. Moja, tunaomba sana Watanzania tuiweke Tanzania kwanza. Tuhakikishe yale malengo yaliyowekwa na viongozi waliotangulia kuongoza taifa hili yaendelezwe. Na hayo ni pamoja na tunu ya amani na utulivu katika nchi. Kipindi hiki kila watu wanatamani uongozi, kila mmoja anatumia njia zake ili kupata kuungwa mkono. Sikilizeni, kuwa makini. Chukua ambayo atafanya nchi hii itafanya kuwa ya utulivu na amani. Kwenye mikutano nenda mkasikilize, kila mmoja atasikiliza. Sikiliza, yachukue, tathmini, tafakari. Tunahitaji tunu ya taifa hili ya utulivu, amani na mshikamano iendelee, na kila mmoja awe mlinzi, kwa sababu kipindi hiki kunakuwa na matukio mengi yanajitokeza. Mengine yanalenga kuichafua serikali kwamba labda serikali ndio inafanya, ili serikali ipoteze credibility, ili na yeye aweze kupita kukaa hapo. Nayo pia ikitokea lazima mtafakari
badala ya kuunga mkono yanayosemwa na hao waliotekeleza. Ndugu wa Tanzania, la pili niwahakikishie tu kwamba hatua hizi zote hizi sisi tutahakikisha kwamba uchaguzi huu unakuwa wa huru, haki na wa wazi. Na kwa hiyo tuwe tayari, taratibu zote zinapokuwa zinapangwa na ratiba itakayotolewa iweze kufuatiliwa kwa karibu, na niwasihi mjitokeze kwa wingi siku ya kwenda kupiga kura kumchagua kiongozi anayekufaa atakayekuletea maendeleo kwenye eneo lako. Baada ya maelezo haya, kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa niko tayari kufanya kazi ya uzinduzi wa TETI Soma Kwanza TV, mfumo wa ufundishaji na ujifunzaji wa walimu, jalada la kitabu cha hadithi cha watoto kiitwacho Bi Mkubwa na Wajukuze, baada ya kuwa nimeyatamka haya. Asante sana kwa kunisikiliza. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.